kweli nimetia nia ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa ALAT Taifa, na nikibahatika kuchaguliwa na wajumbe, ni lengo langu ni kuiunganisha ALAT, lengo langu ni kutengeneza transformation, lengo langu ni kupeleka agenda itakayoweza kubeba maono ya ALAT Taifa, kwa maana ya kupeleka maendeleo kwenye halmashauri zetu, lakini kujenga mahusiano miongoni mwa viongozi, kwa sababu ili nchi yote iendelee inatakiwa viongozi wake wawe na mahusiano. Lakini jambo la pili, kuhakikisha tunafikiria nje ya boksi. Kufikiria nje ya boksi maana yake tutokane na ule utamaduni, kwa mfano wa kutegemea mapato ya ndani na mapato ya serikali kuu kwenye miradi ya maendeleo. Mimi nafikiri tunahitaji kwenda nje ya hapo, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo imefungua milango kwa ajili ya wawekezaji, na haya ni maono makubwa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nikija kubahatika kuwa mwenyekiti wa ALAT Taifa, jambo langu la kwanza nafikiri nitatoka nje ya boksi lile la kawaida, kutengeneza transformation ya miradi mikubwa ya kimkakati na miradi mikubwa ya maendeleo. Unafikiri chombo hiki kina nafasi gani ya kutatua kero sugu ambazo zimekuwa zikisumbua hasa katika halmashauri? Chombo hiki ni linki kati ya local government na serikali. Kwa hiyo nafasi yake ni kubwa sana, kwa sababu madiwani ni sauti ya watu, na local government au TAMISEMI ndio watu wanakopatikana, na sisi ndio wawakilishi wa hao watu. Kwa hiyo chombo hiki kina nafasi kubwa sana kuweza kufanya transformation kwenye kata zote zilizoko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zote 184 ambayo iko ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi ninaamini chombo hiki ni chombo muhimu, ni chombo ambayo inaweza kwenda kufanya transformation ya maisha ya watu, lakini pia na maisha ya viongozi wanaowaongoza hao watu, kwa maana ya maslahi ya wakurugenzi na wenye viti, mamea wa halmashauri zote 184. Kwa hiyo ni chombo muhimu sana.